Fitna after fitna umenikumbusha mchongo fulani ambao ulikuwa ukiendelea kati yako wewe na Mo Music. Mpaka sasa hivi tuliishia kuona tu kwamba huyu analalamika, huyu mara arabi na nini. Sasa tunaomba leo uweze kutuweka wazi nini ambacho kiliendelea baada ya yale marumbano kutokea kati ya wewe na Mo Music. Mo Music ni familia yangu, na muziki una changamoto sana. Sio kila mara, unajua kazi yoyote ambayo mnaifanya kama group huwa haiwezi kuwa inaenda moja kwa moja. Kuna time nyingine watu kugongana ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo tulipishana tu kwenye masuala ya masilahi. Kwa sababu mimi na yeye tulikuwa na studio moja tulishare, tukawa na project zetu tunafanya pale, lakini kwenye kazi huaga mafanikio yakianza kuja ndio changamoto huja. Sababu hata nyimbo zetu wakati tunatoka Sina Mali na Nitajipitisha, ukisikia zinafanana kabisa. Lollipop yeye alifanya wimbo wa Basi Nenda, lakini Abidadi ambaye ndio studio yetu sisi ambao ni Chaidas Record alifanya Nitajipitisha. Ukisikiliza mirindimo yao kama inakwenda sawa hivi. Alafu tukaja kwenye nyimbo ya pili ambayo ilikuwa yeye katoa Nitazoea, mimi nikatoa Sina Mali. Nazo ukizisikiliza hata ukiangalia video zake zinafanana. Mimi nilienda kumwacha kule mbele kwenye Samaki, pale ndo nilimwacha sana sasa. So inamaanisha kwamba wewe na yeye ushikaji wenu upo kitambo. Ni familia kabisa. Ni familia, yes kabisa. Bwana nakubali sana. Lakini pia tumeona Bwana Garatoni ni mtu ambaye ana hang sana na mastaa, lakini upande wa collab imekuwa kama hauashirikishi sana. Sijajua sababu ni nini. Tumeweza kuona mastaa ambao umefanya nao kazi ni pamoja na Jinako, Abdul Kiba na Mo Music mwenyewe. Sasa nini sababu wakati una hang na mastaa kibao na hujawapa collab mpaka sasa hapa? Unajua katika muziki wetu nafikiria kwenye sio ubinafsi, ila kuna time nyingine muziki nao unasumbua. Kila kazi nayo na kama ninavyokuambia ina changamoto. Kuna time ukiangalia Dully Sykes ukimuona collab ameanza kufanya time hii hapa. Lakini utakuja kuta ana nyimbo zaidi ya 40 lakini yeye hakuwahi kumshirikisha mtu. Labda kama alianza juzi tu kwenye nyimbo ya Dhahabu, nafikiri alimshirikisha Diamond na Ommy Dimpoz. Inaitwa Utamu. Ya Dhahabu yuko Jocelyn. Ya Dhahabu ilikuwa Jocelyn na Biz. Alafu na Utamu tumesema nyimbo mbili hizo nafikiri ndio zilikuwa collab alianzia pale. Sijui nyuma huko kama kulikuwa na collab nyingine ukiacha zile kinalea. Nyingi yuko mwenyewe labda apewe collab yeye. Kwa hiyo ile mimi nimekuwa kwa Dully Sykes miaka kadhaa. Natoka nyumbani kwetu Tanga naanza muziki, basi nilifikia kwa Dully Sykes pale Tabata. Kwa hiyo mazingira ambayo naishi kama vile ambavyo nilikuwa nalelewa na Dully Sykes pamoja na Mr. Blue. Kwa hiyo sio ubinafsi, ila tu kuna vitu ambavyo vinakuwa vinakera kwenye collaboration, ila zipo. Zipo collaboration. Bwana hapo ulivyosema kuhusiana na TA ama Tanga, najua ndo nyumbani. Na hivi pengine ungekuwa unaishi mkoa ambao hakuna bahari. Hii idea ya samaki pengine ungeipata ama mazingira alifanya ukapata hiyo idea ya samaki? Tanga ni pwani, lakini hata ningekuwa na unaona hata video yake imeshutiwa Bagamoyo. Na vyote huko kote ni pwani. Kwa hiyo kwa sababu ya makuzi yale unaona samaki ndio mboga kuu ya kimaskini unajua kwetu. Kwa sababu una uwezo wa kwenda, ukienda pale baharini ukakuta samaki wamedondoka kando hapo kwenye mtumbwi. Ile sio mali ya mvuvi, inaitwa kuroka. Kwa hiyo unakuta wamama wana ndoo zao pale asubuhi, wa samaki wanaodondoka nje ya ziwa ya mto au ya bahari, wale hawaruhusiwi kwa wavuvi. Kwa hiyo hata mtu wa hali ya chini anakula samaki. Kwa ndio maana ilikuwa imenizunguka idea ya samaki na kweli ikanitobolesha kuwa Galaton. Bwana nakubali. Sasa hapo tunaomba uweze kutuambia kitu gani ambacho Watanzania wengi hawakijui kuhusiana na ngoma ya samaki. Pengine hujai kukisema popote, tunaomba utuambie hapa, utupe exclusive. Kitu ambacho kilikuwa ni changamoto kwenye samaki, unajua wakati Chaidas Record inakuwa kubwa sasa, Kapasta anakuwa manake mimi ndio nimeanza kuanza naye muziki mpaka sasa hivi. Kapasta ni manager wa Alikiba. Umeona bwana, na Ali katika watu walioniumbisha kimuziki, na Alikiba yupo. Baada ya kumchukua mfanyakazi wako. Kwa sababu kama mimi nilikuwa nafanikiwa Sina Mali, Samaki, Mshenga, nyimbo zote ukisikia unasikia that's why Kapasta. Lakini leo Kapasta ni manager wa Alikiba. Unadhani Alikiba anaweza kumshawishi aendelee kufanya kazi na Galaton? Bwana noma. Aache kumshawishi afanye na hapo. Bwana sasa hapo una kipi cha kumwambia King Kiba kama anasikiliza sasa hapa ama ataipata kupitia mitandaoni?
Nini ambacho unamwambia, kwa sababu alikuchukulia meneja yako? King Kiba ni brother na pia tunaheshimiana toka tuko G Record kwa KGT. Kwa mtu mwingine akiangalia kwa juu anaweza akajua labda anataka strategy au stunt kupitia Ali. Lakini Ali ni kwamba ni watu ambao tulikuwa wote G Record miaka hiyo mingi. Tena pengine mimi nilitangulia toka enzi za Roy, kwepo. Marehemu Roy. Na AB Skills, na Kim 5 na watu wengine. Ali amekuja juzi. Lakini mimi nazungumzia kuanzia pale Chaidas Record, nyimbo kama Aje tumefanya sisi, Chekecha tumefanya sisi. Sahihi. Hizo zote unazoziona Pita Mbele tumefanya sisi Chaidas. Lakini baada ya hapo studio yetu ilikufa baada ya meneja kuondoka. Bidadi akachanguka, nikabaki msanii wa lebo kivyangu, producer kivyake. Kapasta akaenda Kings Music. Ni katika utafutaji tu wa riziki, huwezi kuweka limit. Lakini Ali anaimba vizuri kama mimi. Sasa ile fitna after fitna kama ulifanywa wewe sasa. Dipeni kaifa. Bwana nao masana, lakini pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari za studio ya 06579292 mwishoni na 81. Niko na mkubwa Garaton, lakini pia niko na uongozi wake hapa ndani. So kama una swali fanya kuendelea kuuliza, alafu mengine tutaweza kujua inakuaje na pengine sasa hivi vitu ambavyo unavizingatia pengine ukitaka kupewa kolabo na msanii mpya. Ni kipi hasa ambacho unakizingatia kabla hujakubali hiyo kolabo? Mimi kikubwa huwa naangalia sana uwezo wa mwanamuziki, anaimbaje, namna gani, kama ni sehemu ya kurekebisha, turekebishe tupate kitu kizuri, kwa sababu muziki pia umekuwa ni ajira sasa hivi. Lakini watu wengi ambao tuko kwenye muziki, wengi tumetoka kwenye familia kidogo ambazo ni za hali ambayo sio salama sana, ni hali ya chini kiufupi. Kwa hiyo weza ukimwekea mwanamuziki limit ya vitu vingi, nataka mavazi, sijui nataka nini, utamsumbua mtu, atakufa na ndoto, alafu atashindwa kufikia lengo lake. Kwa hiyo mtu kama ana uwezo, wewe mpushi tu, uwezi jua Mwenyezi Mungu anaweza kubariki kwenye lipi. Bwana nakubali. Bwana msikilizaji, niko na hitmaker wa Samaki, wa Sina Mali, wa Sina na Mshenga na madude mengine mengi. Lakini pia hapo brother tumeona uliweza kuimba ngoma kuhusu Yanga. Hiyo tuiache, tunajua kabisa ni shabiki wa Yanga. Vipi kuhusu Mwakinyo? Kwa nini Mwakinyo sio Kiduku wala sio mwingine wala sio mzee wa mzee wa kazi hapa Mondonga? Unajua kila mtu husifia cha kwao bwana. Japokuwa Tanzania ni moja ya mwalimu, sio kwa sababu tukimsifia Mwakinyo ndio Tunduma waseme Galaton sio wa kwetu. Au sio hivyo mzee. Yote Tanzania ni ya mwalimu, lakini kuna ile unakipa kipaumbele cha kwako. Mimi ni Yanga, lakini nikiona Coast inafungwa roho inauma. Roho inauma. Na leo wanakipiga na anaanza sio? Wakishinda Coast najisikia vizuri kuliko muda mwingine hata Yanga. Lakini pia tumeona ukiachilia mbali sisi kwa Tanzania, tumeona mabondia wengi wakimshambulia Mwakinyo design kama unatafuta mapambano hivi. Na hiyo inakukata kwa sababu ni homeboy ama unaichukulia tu kawaida? Ndio maana anasema kwenye kazi changamoto hazikosekani. Hata wewe leo una host hapa. Au vipi bwana, ni presenter mkubwa, lakini kuna mwingine tu anaweza kaa huko mtaani. Sasa anataka kuchallenge nafasi ili naye aweze kuingia hapa, au sio bana? 103.7 anaingiaje? Kwa hiyo kuna time anataka kupata chaji kutokea kwako, alafu watu walinganishe, kwani huyu na huyu nani bora? Kwa nini wasiende kutaka kupigana na Mandonga awe Mwakinyo? Mtu wenye mawe ina maana huo. Kwa hiyo Mwakinyo naye kwa sababu akili mingi atajua namna ya kucheza nao, kama anaweza kuwasulubisha awatie tu ndonga kali. Bwana nakubali, lakini hapo na swali zuri na la msingi ambalo limekuwa likiendelea kutrendi. Tuliona ngoma ya Samaki alifanya remix Lina. Utatuambia kama ulimpa kibali, lakini pia unaweza kutuambia msanii gani ambaye unatamani pengine aweze kurudia ngoma yako yote ile mfanye naye kwa kizazi cha sasa hivi hapa. Ni ngoma gani, lakini pia ni nani? Project ya Samaki ile remix ya Lina na Bilinasi, hakuwa Lina peke yake. Alikuwa na Bilinasi, ile ilikuwa ni ya marehemu Ruge Mutaaba. Ilikuwa ni albamu ya Fiesta mwaka 2018. Fiesta ile. Kwa hiyo ukataka kuchanganywe tu baadhi ya material kati ya nyimbo kadhaa na nyimbo kadhaa. Ruge akawa ametokea kuipenda Samaki, ni nyimbo yake pendwa sana. Na ni nyimbo ambayo ilikaa top 20 kwa muda mrefu. Kwa miaka hiyo sidhani kama kuna mtu anabisha. Ilikuwa ni anthem mpaka sasa hivi. Miezi miwili nyimbo iko nambari 1. Kwa hiyo Ruge akataka tu ukubwa zaidi wa kufanya remix, ndio akaona Lina
na Billy Nass wafanye tena remix ya kazi hiyo. Lakini kwenye wimbo ambao unataka labda mtu aurudie, nafikiri umesharudiwa. Kuna wimbo unaitwa Sina Mali, ambao ndani kuna J Melody, kuna Kayumba, wapo na Mabantu pamoja na Mario, unaitwa Sina Mali. Ila haujatoka, basi inshallah ikiwa nafasi kamili tutajua cha kufanya, kama tupige kidogo au tutatambulisha muda ukifika. Vyote sawa. Bwana, nakubali. Na msikilizaji, niko na mkali wa samaki. Tuweze kusikiliza hili dude alafu tunarudi kwa ajili ya kuweza kukuletea agenda nyingine. Mimi naitwa Himid Nangi, Prisco Manangu, pia Devi Mgale nyuma ya kamera. Tunaenda hivi.